Kuna taarifa ambazo ni za kushangaza sana. Kundi la watu wasiojulikana wapanga njama ya kumdhuru Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba binafsi alazimika kutangaza hadharani njama hatari inayopangwa juu yake. Mtazamaji, kama kawaida yetu, kabla tuweze kusonga mbele na habari hizi kwa upana na kwa undani zaidi, nifahamishe unanitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, niambie upo nchi gani, na kama upo humu Tanzania, niambie unanisikiliza au kunitazama ukiwa maeneo gani. Wasiwasi umekuwa ukiongezeka kote nchini Tanzania baada ya madai ya kutisha kuibuka kuwa kundi la watu wasiojulikana wanadaiwa kuanza kupanga njama hatari ya kisiasa inayolenga uongozi wa juu wa serikali wa waziri mkuu. Malumbano hayo yamezidi kupamba moto pale Mwigulu Nchemba binafsi alipofichua hadharani kile alichoeleza kuwa ni njama nzito zenye lengo la kudhoofisha nafasi yake na pengine kumdhuru kisiasa kwa sababu ya msimamo wake usio na suluhu dhidi ya mafisadi. Matamshi yake Mwigulu Nchemba mara moja jana yalizua mjadala mkubwa ndani ya duru za kisiasa na kuibua maswali kuhusu udhabiti wa mienendo ya kisiasa ya ndani na hatari zinazowakabili viongozi wanaokabiliana na maslahi yenye nguvu. Akizungumza kwa dhamira inayoonekana, Mwigulu Nchemba alisisitiza kuwa matendo na sera zake zimejikita katika mamlaka ya kisheria yaliyotolewa na katiba ya Tanzania. Kulingana na maelezo yake, mfumo wa katiba ya nchi unawapa viongozi wa serikali wajibu wa kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha taasisi za umma zinafanya kazi bila rushwa. Aliweka wazi kuwa anachukulia vita dhidi ya ufisadi si ajenda binafsi, bali ni jukumu la kitaifa linalofungamana na ulinzi wa mali ya umma, na akasema ya kwamba hiyo ndiyo sababu ambayo kundi hilo la wahuni limepanga kumdhuru kisiasa sasa. Ujumbe huo wa Mwigulu Nchemba uliotafsiriwa kuwa ni ishara tosha kwamba hataki kujiondoa katika kampeni ya kupambana na ufisadi, kulingana naye, licha ya shinikizo na njama hii kali kupangwa dhidi yake. Mwanasiasa huyo Mwigulu Nchemba alieleza zaidi jinsi dhamira yake kukabiliana na ufisadi, wizi wa rasilimali za umma na hongo imezua hali ya wasiwasi kwake na baadhi ya watu na makundi ambayo yanatishiwa na ukandamizaji huo. Katika miaka hivi karibuni, hatua za kupambana na ufisadi zimeongezeka Tanzania katika sekta kadhaa, zikilenga maafisa wa umma na watendaji wa kibinafsi wanaoshukiwa kutumia rasilimali za serikali vibaya. Juhudi hizi bila shaka zimeathiri mitandao yenye nguvu iliyonufaika na vitendo vya rushwa hapo awali, na sasa wamelazimika kuweza kutuma kundi la watu kuweza kumtishia kumdhuru kisiasa. Waangalizi wanasema hali kama hizo mara nyingi huleta msuguano ndani ya duru za kisiasa na kiuchumi, haswa wakati uchunguzi unapoanza kufichua watu wenye ushawishi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa kote nchini wametafsiri onyo la Mwigulu Nchemba kuwa ni zaidi ya kauli ya kawaida ya kisiasa. Wengi wanaamini kuwa inaakisi mvutano mkubwa zaidi ambao unaweza kujitokeza ndani ya sehemu za uongozi au miongoni mwa makundi yaliyoathiriwa na ajenda ya serikali ya kupambana na ufisadi. Wachambuzi wanaona kuwa viongozi wakuu wanapoonya hadharani kuhusu njama au hujuma dhidi yao, mara nyingi huashiria kwamba shinikizo la ndani la kisiasa limefikia kiwango kikubwa. Katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania, kauli kama hizo mara chache huibuka bila wasiwasi wa kimsingi kuhusu usalama au ushindani wa kisiasa. Wakati huo huo, wafuasi wa kampeni ya serikali ya kupambana na ufisadi wanasema kuwa upinzani kama huo hauwezi kuepukika wakati wowote mageuzi makali yanapoanzishwa. Wanaamini hatua zilizochukuliwa na Mwigulu Nchemba ni sehemu ya jitihada pana za kuimarisha uwajibikaji wa umma na kuzuia matumizi mabaya ya fedha za walipa kodi. Hata hivyo, wafuasi hawa wanasisitiza kuwa rushwa kihistoria imedhoofisha maendeleo kwa kuelekeza rasilimali mbali na huduma muhimu kama vile elimu, afya na miundombinu. Kwa mtazamo wao, kukabiliana na ufisadi moja kwa moja ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu ya nchi. Ndani ya duru za kisiasa, baadhi ya waangalizi pia wanaamini kwamba mzozo huo unaweza kuashiria mgawanyiko unaoibuka katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Ushindani wa ndani na ushindani si jambo la kawaida katika serikali kote ulimwenguni, haswa wakati sera zinatishia maslahi yaliyoimarishwa. Wachanganuzi wanapendekeza kwamba juhudi kali za kupambana na ufisadi wakati mwingine zinaweza kufichua mizozo iliyojificha miongoni mwa wahusika wa kisiasa, hasa uchunguzi unapoanza kuathiri watu wenye ushawishi. Mivutano kama hiyo mara nyingi hujitokeza kimya kimya bila milango iliyofungwa kabla ya mara kwa mara kujitokeza katika taarifa za umma. Licha mjadala huo kukua, Mwigulu Nchemba ameendelea kuonyesha imani na dhamira na nguvu ya kutoogopa.
amesisitiza mara kwa mara kuwa dhamira yake inalenga kulinda maslahi ya raia wa kawaida badala ya kutumikia matakwa ya wasomi wa kisiasa na hivyo weza kutishika na vitisho vya kumdhuru kisiasa. Kulingana na ujumbe wake, viongozi wa umma wanapaswa kutanguliza maendeleo ya taifa badala ya manufaa ya kibinafsi au manufaa ya kisiasa. Kwa kujionyesha kama mtetezi wa rasilimali za umma, amejaribu kuimarisha imani ya umma katika ajenda ya mageuzi ya serikali. Muktadha mpana wa historia ya kisiasa ya Tanzania pia una jukumu muhimu katika kuelewa umuhimu wa maendeleo haya. Kwa miongo kadhaa, tawala zinazofuatana zimebainisha rushwa kuwa kikwazo kikubwa kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma za umma. Juhudi za kukabiliana na ufisadi kwa hivyo zimekuwa mada kuu katika mikakati ya utawala wa kitaifa. Ila utawala umejaribu kuimarisha taasisi zinazohusika na kuchunguza makosa ya kifedha na kutekeleza uwajibikaji. Msimamo wa Mwigulu Nchemba unaendana na lengo hili la muda mrefu la taifa la kupunguza rushwa na ufisadi katika taasisi za umma. Onyo lake Mwigulu Nchemba la hadharani na taarifa yake ambayo inasema ya kwamba kuna njama ya kumdhuru kuhusu madai ya njama ya kundi hilo, kwa hivyo limepata kuungwa mkono na kukosolewa kutoka kwa makundi mbalimbali ya jamii na ya kiserikali. Baadhi ya wananchi wanaona matamshi yake Mwigulu kama kitendo cha kijasiri cha kutoogopa cha uwazi kilichokusudiwa kutahadharisha umma kuhusu vitisho vya juhudi za kuleta mageuzi. Wengine hata hivyo wanaamini madai hayo yanapaswa kuambatanishwa na ushahidi wa wazi ili kuepusha mvutano wa kisiasa usio wa lazima, kwani tayari kuna watu hawamwamini na wanasema ni uongo. Ndani ya taasisi za kiraia, swala hili limeibua mijadala kuhusu umuhimu wa uwazi na uwajibikaji katika utawala. Makundi ya utetezi yanasisitiza kwamba juhudi za kupambana na ufisadi lazima ziungwe mkono na michakato thabiti ya kisheria na uchunguzi huru. Wanasema kuwa kupambana na ufisadi pasavyo kunahitaji ushirikiano kati ya mashirika ya serikali, taasisi za kutekeleza sheria na mahakama. Imani ya umma kwa taasisi hizi bado ni muhimu kwa kuendeleza juhudi za muda mrefu za mageuzi. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanafuatilia kwa karibu jinsi hali inavyoendelea katika miezi ijayo. Wanabainisha kuwa kauli za viongozi wakuu mara nyingi huchagiza mtazamo wa umma kuhusu utulivu wa serikali na umoja wa kisiasa. Dalili yoyote ya migogoro ya ndani inaweza kuathiri jinsi wananchi na waangalizi wa kimataifa wanavyotafsiri hali ya kisiasa ya nchi. Matokeo yake, maendeleo yanayozunguka madai ya Mwigulu Nchemba leo yanaweza kubaki kuwa mada ya kitaifa. Licha ya utata huo, serikali imeendelea kusisitiza dhamira yake ya kuimarisha mifumo ya utawala na kulinda rasilimali za umma. Maafisa wanasisitiza kwamba mipango ya kupambana na ufisadi itasalia kwa kipaumbele bila kujali shinikizo la kisiasa au upinzani kutoka kwa maslahi ya nchi. Kulingana na wawakilishi wa serikali, kudumisha uadilifu ndani ya taasisi za umma ni muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na imani ya wawekezaji. Kwa Watanzania wengi, suala hilo hatimaye linatokana na uaminifu wa vita vya taifa dhidi ya ufisadi. Wananchi wanataka kuona matokeo yanayoonekana katika mfumo wa huduma bora, uongozi wa uwazi na matumizi ya haki za rasilimali za taifa. Kwa hiyo kauli alizozitoa Mwigulu Nchemba zimezidisha maslahi ya umma kuhusu jinsi maboresho hayo yatatekelezwa. Watu wote kote nchini sasa wanatazama kwa makini kuona kama ajenda kupambana na ufisadi italeta mabadiliko ya maana. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika video hii, na kukumbusha tena kulike video hii na kusubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.